UDA mwaka ujao itawapatia kazi. Si lazima si ni familia moja. Huyu Ole Meja mimi nilimjua miaka mingi sana. Huyu at least I am sure he can do better than Ole Lenku. Si mnajua Ole Lenku? Ole Lenku alikuwa anauza mandazi tukampatia akuwe waziri wa interior. Si mnamjua? Tulimfanya waziri akashindwa, si ndio? Na mwambieni Ole Lenku. Mwambieni Ole Lenku awachane na matusi. Matusi awachane naye. Na awachane na vitisho. Mnasikia? Sasa ya pili, mimi nataka niwaambie vijana, ngoja kidogo. Nataka niwaambie wale ambaye tunashindana na hawa. We want to tell our competitors and their supporters, including our friend President Uhuru Kenyatta, the contest has been defined. IEBC has set in motion the next election. Sisi tuko na candidate ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Na huyo William Samoei Ruto sisi hatumungi mkono kwa vile yeye ni Mkalenjin. Hatumungi mkono kwa vile yeye ametoka Rift Valley. Tunamunga mkono na tunampeleka akuwe rais wa Kenya kupitia chama hii kwa vile ana track record. Alikuwa waziri wa kilimo, alikuwa waziri wa elimu, alikuwa na sasa miaka 5 alikuwa deputy president kabla ule mganga akuje afuruge Jubilee. So we are not giving you a candidate that we don't know how we do our politics, whether we run, whether we walk. Sisi kama chama cha UDA tumewapatia sera ambaye tumesema never again will the conversation in our country be about the political class. The conversation must be about ordinary citizens called the hustlers. Tumewaletea chama cha kitaifa. Hatutaki chama ya ukabila. Hatutaki chama cha eneo. Munasikia? So we are telling our competitors, don't focus on William Ruto. Please, focus on your candidate. Tell us who is the candidate to compete with William Ruto. Sisi tuko na agenda ya bottom up. Si mnajua? Si mnajua? So the race is set. We have presented a candidate known as William Ruto. We have a party called UDA. And we have an agenda for the people of Kenya that the conversation will be empowering the common mwananchi. So tunamwambia our competitors, wacheni kukaa kwa mahoteli, wacheni kukaa kwa maofisi ya serikali, kujeni uwanja mpambane na William Ruto. Hiyo tumekubaliana? Nikisema Harambee mnasema UDA. Paka ule mzee wa kitendawili asikia akiwa wapi Bondo. Nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. Harambee. Aja sikia. Harambee. Harambee. UDA. Kazi ni kazi, si ndio? Basi watu wa Kajiado West, mimi nataka vijana wakate kura. Kura itarudi. Hatuwezi kupeleka William Ruto State House bila kura. Silaha yetu ni kura. Uwezi kama wewe unapenda William Ruto na UDA, lazima uwe na kura. Na musitishwe.
Mnasikia? Msiuziwe uoga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanti sana. Sasa tunaenda kumalizia. Na kabla hatuja malizia, mnajua mara nyingi sana William Ruto amekuwa akija sehemu hii. Your Excellency, umekuja kwa Mheshimiwa Sakuda, umekuja kwa kanisa, umetuletea lami. Yale yote ambaye Rais Uhuru Muigai Kenyatta alituambia katika sera za Jubilee juzi Parliament, hata hizo zingine sote imefanyika Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na wewe. Kwa hivyo nataka tu nichukue nafasi hii nimpatie sasa Ole Meja aseme maneno mbili, atuletee mgeni wetu ambaye ni William Samoei Ruto. Haya. Arambe. UDA. Haya, asanteni sana. Leo mimi natangaza kirasmi. Mimi nang'ang'ania kiti ya ugavana wa Kajiado katika chama ya UDA. Mutaniunga mkono? Hebu nionyesheni kwa mkono. Mutaniunga mkono? Mutatuunga mkono? Haya. Na ule Senei ajitokeze. Na ule Senei akaribie. Haya. Sasa tuseme namna hii. Si tunasema Lenku aende nyumbani? Munasema Lenku aende nyumbani? Haya, tuonyeshe nani aenda wapi? Lenku nyumbani? Si ndio? Haya. Naamini ya kwamba hii kaunti ya Kajiado inataka mabadiliko makubwa. Mabadiliko makuu. Ukiangalia hospitali hazifanyi kazi. Maji hamuna. Haya ni mabadiliko makubwa. Haya. Ngoja. Sasa tutasema hivi, Haya. Ngoja vijana, ngoja pole. Tutasema hivi, nataka kuwafunza jambo moja leo ambalo tutaanza hii safari. Tutasema major for change, si ndio? Haya, twende pamoja. Major for. Haya, mtarudia hiyo. Tuseme major for change. Sawa? Haya, asanteni sana. Kwa sababu ya wakati, na kwa sababu leo tulikuwa na wageni wengi, sasa imekuwa nafasi yetu kumkaribisha naibu wa rais. Mujitayarishe na Ole Senei ya kuja hapa ndio atukaribishe. Haya. Haya. Asanteni sana. Basi wacha kwanza, kabla sijasema mambo mawili, siwacha nimkaribishe Ole Meja katika timu yetu ya UDA. Tunamkaribisha Ole Meja katika Hustler Nation kwa chama ya UDA. Hii ya kazi ni kazi. Basi, very good. Asante sana.
Piga sinema hapo. Asante sana. Basi watu wa Kajiado, rafiki yangu Ole Meja, mke wako na familia, viongozi wote wenzangu, wananchi wa hapa Kajiado, hamjambo? Enda subabogi Moriega. Bwana Yesu asifiwe. Si munisalimie hewani watu wa Kajiado, nione munisalimie hewani, munisalimie hewani. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru watu wa Kajiado kwa kutukaribisha hapa kwenu siku hii ya leo, na siku hizo zingine zote mumetukaribisha kila wakati. Nataka niseme asanteni sana. Nataka pia nimshukuru rafiki yangu Ole Meja kwa kuamua ya kwamba yeye ataungana na jeshi ya mahasla katika chama ya UDA. My friend, nakukaribisha katika chama ya UDA. Hapa ndipo Kenya yote unaungana. Sote hapa tumeungana kutoka jamii zote, kutoka sehemu zote za Kenya, bila ya kujali rangi ya madini ya mtu. Sisi tunataka tuunganishe taifa la Kenya ili tuondoe siasa na kisirani ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tunataka tutembee pamoja. Watu wa Kajiado, mnakaribisha Ole Meja. Kajiado ni Hustler Nation. Kajiado ni UDA. Kajiado ni UDA. Kajiado ni kazi ni kazi. Hebu nione wala wanasema Kajiado ni UDA. Kajiado ni UDA. Kajiado ni UDA. Watu wa Kajiado, mimi nataka niwaambie hivi. Kwanza mimi nawashukuru sana. Tulikuja hapa tukaomba kura yenu, na Mheshimiwa Rais mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi nyingi, ndio tukaunda serikali ya Kenya. Na mimi leo nafurahi nikiwa Kajiado hii kwa sababu baadhi ya maneno tulikubaliana na nyinyi, hiyo maneno tumetimiza. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa Kajiado hii, mulituambia wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima kwa watu wa Kajiado. Na tulianza 2013, watu walikuwa na stima Kajiado walikuwa watu 33,000, lakini leo tumefikisha watu 1,145 tumeunganisha stima kwa Kajiado County. Hapa 2013, wakati tulikuja hapa kwenu, mkatuambia wakati tunajenga na kuboresha elimu na tujenge Technical Training College Kenya, ili kuwapa nafasi wa Kenya na vijana wetu wasome ufundi na teknolojia. Hapa Kajiado tulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia, lakini leo mimi nafurahi kwamba leo Kajiado tuko na college ya teknolojia hapa Kajiado West, hapa Kimuka. Tuko na college ya teknolojia kule Kajiado East. Tuko na college ya teknolojia Kajiado North. Kwa miaka 8 tumejenga technical training colleges 3 na tumetumia pesa ya serikali close to $500 million Kenya shillings for the children of Kajiado County to get access to education, to equip them with skills and competence in our technical training colleges. Mimi nafurahi kwamba watoto wa Kajiado hii sasa watapata nafasi ya kusoma ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine kutoka mashule ya Kajiado yenyewe. Vile vile mimi nimeshiriki
Vile mulisikia rais akisema juzi, katika zile barabara kilomita 10,000 tumejenga in the last 9 years. Kilomita 370 imejengwa katika Kajiado County. Na tulikubaliana na nyinyi tutajenga barabara kutoka hapa Ngong, Kiserian mpaka Isinya, hiyo barabara iko tayari. Tukakubaliana Imaroro kudenda Mashuru kwenda mpaka kule Isara, hiyo barabara karibu kilomita 70 iko tayari. Tulikubaliana hii barabara ya kutoka Ngong hapa kwenda Ewaso kwenda mpaka Suswa, hiyo barabara is almost 75% complete. Tukakubaliana barabara ya kutoka Bulbul pale chini kwenda Matasia, alafu baadaye iende mpaka Ongata Rongai. Hiyo ingine kutoka Cooperative College mpaka Matasia, hiyo barabara tumekamilisha. Ni kweli ama si kweli? Tukakubaliana vile vile kutoka kule Rongai tutawaunganisha na kule Nazarin University. Mimi nafurahi ya kwamba hapa Kajiado tumepanga na mambo yamefanyika, na mimi nataka niwaulize watu wa Kajiado, hata ingawaje tumefanya sehemu ya mpango yetu, kuna sehemu iliyosalia ya muhimu zaidi, na hiyo ni sehemu tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Hiyo project yetu ama program yetu ya Big Four tuliyopanga iwe ni awamu ya pili ya serikali ya Jubilee, kwa sababu haikutimizwa kwa sababu ya changamoto za kisiasa. Wakati ule jamaa wa kitendawili alitutembelea, akakuja na kisirani, akasambaratisha chama yetu ya Jubilee, akasambaratisha mpango yetu ya Big Four, akatuletea mambo ya rege, akasema ati tubadilishe katiba kwanza, ati anataka kiti ya prime minister, sijui deputy prime minister, sijui assistant prime minister, sijui na prime minister wa aina gani. Mimi nataka niwaambie Waswahili wanasema ahadi ni deni. Si ni kweli? Na dawa ya deni ni kulipa. Mimi nataka niwaambie ahadi tulitoa kwamba tutapanga ajira ya hawa vijana, kwamba tutapanga mambo ya kilimo, kwamba tutapanga mambo ya universal health coverage. Kwa hiyo mpango yetu ya Big Four, mimi nasimama hapa kwa sababu mimi ndio nilipanga na Uhuru Kenyatta. Hata kama rais wetu anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi William Ruto niko hapa kuhakikisha kwamba hiyo program imefaulu ili tutimize ahadi yetu. Mnanielewa watu wa Kajiado? Na ndio sababu mimi nawauliza kwa unyenyekevu, mwaka ujao program yetu ya kwanza, priority number 1, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Vijana wa Kenya mnanielewa? Vijana wa Kenya mnanielewa? I want to tell the young people of our nation that we owe you, the young people of our nation, an opportunity to work or to do business. And I am saying next year, before we do anything else, changing the constitution to create positions for leaders is going to wait. Changing the constitution to have more power for leaders is going to wait. What is not going to wait is us investing 100 billion Kenya shillings in agro-processing, value addition, manufacturing and housing so that we can create job opportunities for the young people of our nation and business opportunities for entrepreneurs in our nation. Mnanielewa vijana? Mnanielewa? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, I know many young people are getting desperate. I know many young people are wondering when the jobs are going to come, when their opportunity is going to arrive, when their chance is going to come. I want to tell the young people of our nation that their waiting will not be long. We will make sure next year, and I want to tell you the proposals being made by my competitors, ati kwanza next year ati watarudisha rege, ati wapange vyeo na mamlaka ya viongozi. I promise you
That is not going to be our priority. Tunaelewana jameni, watu wa Kajiado? Tuko pamoja? Mimi nawaambia vile vile, najua wengi kati yetu hapa ni wafanyabiashara. Mulisikia rais akitangaza juzi kwamba Wakenya milioni 14 wako blacklisted kwa CRB, 14 million Kenyans, kwa sababu hawa Wakenya wengi ni wafanyabiashara wa micro, small and medium enterprise, na wengi wao hawana uwezo wa kukopa pesa kwa bank. Wakikopa wanatafuta kwa Fuliza, wakikopa wanaenda kwa Shylock, na Fuliza na Shylock imezamisha watu milioni 14 kwa CRB. Mimi nawaambia hivi, because 70% of all our business people, 70% ya wafanyabiashara wote ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa ambao hawana uwezo wa kukopa pesa kwa bank kwa sababu hawana security. Mwaka ujao mimi nitaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa wasiokuwa na uwezo wa kukopa pesa kwa bank. Nyinyi tutawapatia nafasi ya kukopa pesa bila interest, bila security, ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu, kwa sababu Kenya hii ni Kenya yetu sisi zote. Kenya si ya watu wachache, my friends. Ama namna gani? Kuna watu hapo wametuzoea, wanafikiria Kenya ni yao na sisi ni maskwota. Hiyo tutabadilisha kwa mapenzi ya Mungu, ili tuweze kuwa na taifa yenye inajali kila mtu na taifa ya usawa. Tunaelewana jameni? We are saying we want to create a nation that is built on equality, that everybody has a chance, irrespective of the community you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your status, color, religion. Every citizen must have an opportunity depending on their hard work. That is why tunasema kazi ni kazi. Watu wa Kajiado, mnanielewa? Mnakubali tutatembea pamoja safari hii? Tuko pamoja? Mimi nataka nimwambie rafiki yangu Meja, karibu katika jeshi hii kubwa ya mahasla wa Kenya. Na mimi nataka nikuambie, usikubali kuuziwa uoga. Hii Kenya imesumbuliwa na watu ambao wako na kiburi na watu wako na madharau. Wakiona ya kwamba umeamua kusimama na mahasla, watakuja wakueleze itakuwa, itaenda, itarudi. Mimi nataka nikuambie, my friend, stand firm. Na mimi nataka niwaambie, I want to ask the criminal justice system. We respect the independence of the judiciary, and the UDA administration is going to operationalize the judiciary fund so that the judiciary shall bow to nobody, and the judiciary can be truly independent so that they can discharge their constitutional responsibility without bending to nobody except to the law and to the Constitution. And I want to ask the independent institutions, the DCI, the EACC, the DPP, to exercise their mandate in accordance with the Constitution and to refuse to be used politically to carry out political prosecutions for purposes of influencing our political outcomes. I want to tell them that the people who do not have ideas to sell to the people of Kenya are the ones who want to use the criminal justice system to campaign for them. And I want to tell them they will fail, and they will fail miserably. Tunaelewana jameni? Tunakubaliana wangwana watu wa Kajiado? Mimi ninasema hivi, tunataka usawa katika taifa letu la Kenya.
Watu wengi wakisema wanasimama na Hustler Nation wanakimbizwa kutumia vitengo vya serikali ambazo zinapigana na ufisadi. Mimi nataka niwaambie wale wanaopigana na ufisadi watekeleze wajibu wao, sio kutumia mirengo ya kisiasa. Watekeleze wajibu wao kulingana na sheria na katiba ya Kenya, na sisi tutasimama na wao because we believe in a just system and we believe in fighting corruption, because we do not want a corrupt nation. But fighting corruption can never succeed if we wear political lenses and if we prosecute our competitors merely because they are better than us politically. Tunaelewana jameni, watu wa Kajiado? Tuko pamoja? Ndio mimi nawauliza, Kajiado, muko tayari? Kajiado, muko tayari? Kajiado, muko tayari? Si mnajua mashindano safari hii mumejipanga Kwa sababu hatupangwingwi. Munasema hatupangwingwi. Kajiado mnasemaje? Kajiado mnasemaje? Ati mnasemaje? Kitendawili amesikia kweli? Hebu mrudie tena, ati mumesemaje? Ati mumesemaje? Nafikiri wamesikia ya kwamba hatupangwingwi. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaambie, niwaulize watu wa Kajiado. Si namna hiyo? Tumesema ya kwamba mashindano tulio nayo ni mashindano ya ni nani anaweza kubadilisha Kenya iwe bora kuliko vile ilivyo sasa. Mimi nawauliza, si tunashindana na wadosi wengine hapo? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Si kila mtu amekuwa na nafasi ya uongozi? Kama vile mimi ni deputy president. Mimi ninasema kwa sababu mashindano haya yanahitaji track record ya mtu. Mimi nasimama hapa mbele yenu watu wa Kajiado, nasema mimi nikiwa deputy president, tumejenga kilomita 10,000 ya lami. Tumeunganisha watu 8.5 kwa stima. Tumejenga technical training colleges 170. Mimi nawauliza wale tunashindana na wao, pia na wao watuambie track record yao. Nyinyi watu wa Kajiado mnajua track record ya hawa watu? Kuna barabara yoyote wamepanga ikajengwa? Kuna stima yoyote wamepanga ikaunganishwa? Wamejenga technical training college yoyote hapa? Wako na track record? Hawana. Kama mtu hana track record ya kazi, ati track record ako naye ni ya kung'oa reli, ati track record ako naye ni ya kupanga vile watu watapigwa na mawe, ati track record wako naye ni Tibim, Ria na Tialala, hiyo track record itapeleka Kenya mbele kweli? Nauliza nyinyi Kajiado, itaenda mbele kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, mnajua hii mtu ya kitendawili ndio mimi nashindana na yeye. Huyu kitendawili alishindana na Moi, akafanywa nini? Huyu kitendawili akashindana na Kibaki. Huyu kitendawili akashindana na Uhuru. Nyinyi mkipima, huyu kitendawili anawezana kweli na Hustler? Mimi nauliza nyinyi mkipima, anawezana kweli na Hustler? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Kajiado. Mimi nataka niwaahidi ya kwamba vijana na wauliza, Kenya hii, future ya nchi yetu ya Kenya ni nyinyi mtaamua, na kwa kura yenu.
wale wengine wanapanga vyeo na mamlaka ya viongozi. Sisi Hustler Nation tunapanga ajira yenu na biashara yenu, na nyinyi ndio mtaamua kama mtapigia wale wanatafuta vyeo na mamlaka ya viongozi ama wale wanapanga ajira ya vijana na biashara yao. So sitaki kusema kuzidi hapo tena, niseme asante sana Ole Meja kwa kutukaribisha. Asante sana mam kwa kutukaribisha, na watu wote wa Kimuka hapa Kajiado West na Kajiado County, nataka niseme asanteni sana. Tunawapenda sana, mubarikiwe, Mungu awajalie. Thank you very much, God bless you. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee, harambee, harambee. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA, UDA. Hebu mkono nione, hebu tuweke mkono, tuweke mkono, tuweke mkono, tuweke mkono. Asheoleng. Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you very much.